mpira tuliona ameshika Chama wakati tukio la penalti limetokea. Ilikuwaje kabadilika ukakabidhiwa wewe na ulilipokeaje tukio? Cha kwanza ni respect, maana najifunza kupitia wakina Clatous Chama, Shomari Kapombe, lakini pia nashukuru kwa kuniamini na kunipa mpira, na pia mpira wamenipa na nimeutendea haki. Kwa hiyo nipende pia kuwashukuru kwa support ambayo wananipa. Bado najifunza kupitia wao. Haikuwa pressure kupokea tukio lile kubwa lenye maamuzi? Hapana, haikuwa pressure sababu mimi mwenyewe wakati inatokea penalti nilikuwa natamani niipige, lakini hawezi moja kwa moja kwenda kuchukua mpira. Lazima kuna nafasi, lazima wape kipaumbele watu ambao wametangulia katika kari ya mpira. Lakini pia napenda kushukuru Mwenyezi Mungu, amenijalia nimekuwa na utulivu na nimeweza kuipa timu yangu alama 3. Uliomba ama wamekupa tu wenyewe? Wameniamini wakanipa mpira. Wameniamini wakanipa mpira. Unalichukuliaje jukumu la kuwa mshambuliaji kiongozi ndani ya timu yako katika hivi sasa? Cha kwanza bado ni majukumu mazito, lakini nitajitahidi kuendo na kwa kupambana kuhakikishia kila mechi tunaocheza niweze kuipambania beji ya Simba. Kuna pressure yoyote unapoonekana sasa umri wako, alafu nakabidhiwa majukumu makubwa? Simba inahitaji ushindi katika kila mechi ambayo unatakiwa ushuke dimbani. Kikubwa nimejifunza mengi, maana nimepata uzoefu nilivyokwenda kucheza professional. Kwa hiyo na nimecheza mechi kubwa, tumeenda Super World Cup, nimecheza mechi kubwa. Kwa hiyo tukicheza ligi hakuna pressure yote. Kikubwa ni kuweka utulivu na kujiamini tu, lakini sio kama eti kila mechi unacheza na kuwa na pressure, kwa sababu mechi zenye pressure nimecheza nje ya Tanzania.